katika uchache uliokuwa mdogo sana. Watukufu li'izza al-kiram, kila mmoja ana uhakika na kila mmoja anafahamu na kujua kwamba tumetokea katika mfungo mtukufu wa Ramadhan, na hakika katika Ramadhani hiyo tumefanya mambo mbalimbali ambayo kwamba mambo hayo yanakuwa ni mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Ramadhani kuna watu wamefuturisha, katika Ramadhani kuna watu wametoa sadakati zao, katika Ramadhani kuna watu waswali tarawihi, katika Ramadhani kuna watu wamesimama qiyamul layli, katika Ramadhani kuna watu wamesimama kwa kuitafuta Lailatul Qadri. Haya yote jumla yake ni katika amali nzuri zinazompendeza Mwenyezi Mungu, lakini kwetu sisi tutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kuridhiwa na Allah subhanahu jalla wa ala. Ya ayyuhan nas fakaddimu li anfusikum ta'lamun wallahi la yas'aqanna ahadukum, enyi watu, fakaddimu li anfusikum, tangulizeni kwa ajili ya nafsi zenu. Tuambiwa katika maneno haya, ya ayyuhan nas, enyi watu, tangulizeni mazuri kwa ajili ya nafsi zenu. Ni katika yapi tutakayatanguliza kwa ajili ya nafsi zetu? Ibada kama hivi tulikuwa tukiswali katika mwezi uliopita, ibada ziendelee, na hayo ndiyo yanayotangulizwa kwa ajili ya nafsi zetu. Baada ya muda kidogo tutakuwa ni watu wenye kutarajiwa, kuambiwa ni katika marehemu watarajiwa. Sasa hayo ndiye tutakayekutana nayo katika yale mazuri tuliyoyatanguliza kwa ajili ya nafsi zetu. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi awalan bitaqwallah fakaddimu li anfusikum, tangulizeni kwa ajili ya nafsi zenu. Ta'lamunna, muda si mrefu tutajua. Wallahi la yas'aqanna ahadukum, Mwenyezi Mungu anatuapia kwa kusema wallahi la yas'aqanna ahadukum, atatangulieni mmoja wenu, wallahi atakufa mmoja wenu. Hakika baada ya kufa, thumma la yada'anna ghanamahu laysa lahu ra'in, alokufa alotangulia kila moja ana mambo yake tofauti anayasimamia katika ulimwengu wa dunia kama hivi. Akasema la yada'anna ghanamahu laysa lahu ra'in, yule alotangulia kama alikuwa na mifugo yake ya minyama alikuwa akisimamia, baada ya kutangulia katika barzakhi minyama yake itakosa mtu msimamizi alikuwa akisimamia. Lakini kama sio minyama, kila moja ataacha kile alichokuwa akikisimamia. Kama ni duka lako utaliacha halina msimamizi, kama ni nyumba yako utaiacha hali ya kuwa haina msimamizi, kama ni shamba lako utaliacha hali ya kuwa halina msimamizi. Laysa laha ra'in, hali jambo hilo litaachwa halina msimamizi. Kama ni watoto hawana msimamizi, nani wa kuwasimamia? Yule alikuwa akiwasimamia alishatangulia katika barzakhi. Thumma la yaqulunna lahu rabbahu, kisha atasema Mola wake, atamuuliza Mola wake kumuuliza mja wake wa Allah subhanahu wa ta'ala, laisa lahu tarjumani, leo umechagua nani awe mkalamani wako? Leo Allahu Akbar.